Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumamosi, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tafakari yetu tunaipata kutoka katika Injili ile ya Marko, sura ile ya 12, aya ya 38 hadi ya 44. Nitaisoma. Yesu aliwaambia katika mafundisho yake, jihadharini na waandishi wapendao kutembea wamevaa mavazi marefu na kusalimiwa masokoni na kuketi mbele katika masinagogi na viti vya mbele katika karamu, ambao hula nyumba za wajane kwa unafiki, husali sala ndefu. Hawa watapata hukumu iliyo kubwa. Naye akaketi akalielekea sanduku la hazina, akatazama jinsi mkutano watiavyo mapesa katika sanduku. Matajiri wengi wakatia mengi. Akaja mwanamke mmoja mjane masikini, akatia senti 2, kiasi cha nusu pesa. Akawaita wanafunzi wake, akawaambia, amini nawaambieni, huyu mjane masikini ametia zaidi kuliko wote wanaotia katika sanduku la hazina. Maana hao wote walitia baadhi ya mali iliyowazidi, bali huyu katika umasikini wake ametia vyote alivyokuwa navyo, ndivyo riziki yake yote pia. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, Yesu Kristo anatoa onyo kubwa kwa waliokuwa wanamsikiliza juu ya kundi la viongozi wa kidini nyakati hizo, wale waandishi wasomi waliokuwa wanajua maandiko matakatifu, waliokuwa wanapewa heshima, wanakaa katika viti vya mbele, wanasalimiwa masokoni na kwenye karamu, kwamba muonekano wao wa nje sivyo walivyo ndani. Matendo yao ni mabaya, kwa sababu wameshatengeneza kitu kibaya juu ya Yesu, kumchafulia picha mbaya Yesu katika jamii. Ndani mwao wana matendo maovu kila siku, ni kushinda katika nyumba za wajane, wakijifanya wanafanya maombi, sala ndefu mpaka usiku, baadaye wanalala humo na kula chakula. Katika neno hili ambalo Yesu anatuambia kuwa na tahadhari juu ya viongozi wa kidini, hadi leo, mpendwa mtazamaji, tahadhari hiyo ipo. Nyakati tulizo nazo, kuna makundi mengi sana ya watu wanakuja wakijitangaza kwamba wao ni watu wa Mungu, viongozi wa Mungu, wanajua maandiko matakatifu. Ni kweli, ukiona wanaposali, sala zao ni ndefu na mavazi yao na muonekano wao, lakini sivyo walivyo ndani. Familia nyingi zinateseka, wengi wameambukizwa magonjwa, wengi wamekuwa ni masikini, wameingia katika ufilisi mkubwa kwa sababu ya viongozi hao wa kidini. Migogoro mingi kwenye familia imeibuka kwa sababu ya hawa viongozi wa kidini ambao wanajiita ni watu wa Mungu. Anasema tuwe na tahadhari kubwa. Si wote viongozi wa kidini wamebeba kusudi la Mwenyezi Mungu. Na nyakati hizi ambazo tuko nazo, watu wamegeuza, badala ya kutumia silaha nzito katika ujambazi, sasa hivi wanatumia neno la Mwenyezi Mungu, wanatumia maandiko matakatifu kuweza kuwaibia watu, viongozi wa kidini. Na katika hilo Yesu alishatuonya, na leo hii pia unaposikia na Mwenyezi Mungu, litambue hilo, uwe makini sana kuweza kutambua ni nani aliye mtu wa Mungu halisi, na Roho Mtakatifu atuongoze katika hilo. Baada ya kutoa mafundisho hayo, ulifika wakati wa kutoa sadaka. Sadaka ndio zilikuwa zinatumika kuweza kulitunza ile hekalu la pale Yerusalemu. Yesu akawaona matajiri wanakuja kutoa pesa nyingi. Akaja mjane masikini, akaja akatoa senti 2. Na Yesu anamzungumzia huyu mjane kwamba katika umasikini wake ametoa vyote alivyokuwa navyo.
Lakini hao matajiri katika utajiri wao wametoa ile ambayo ilikuwa imebaki. Maana kuna akiba kubwa sana ilikuwa imebaki, wametoa ile ya juu. Leo unapokuwa katika nyumba ya ibada, ni mara ngapi katika utajiri wako ambao ulimwomba Mwenyezi Mungu akujalie, akuinue, unahesabu sadaka? Kwa nini hutoi kama huyu mjane? Na katika hali hiyo Yesu anazungumza, anasema huyu mwanamke masikini ametia vyote alivyokuwa navyo, ametoa riziki yake yote, na ameandikwa katika kuweza kutuonya, ameandika kuweza kutoa onyo la wale wote ambao wanatoa vya ziada katika sadaka yao, wanatoa vya ziada na wamelipikiza mali. Sio kasahau, alimwambia yule tajiri kwamba leo hii wanataka uhai wako, akaacha mali zake zote, hakutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Tumtolee Mwenyezi Mungu bila kujibakisha, tuweze kuacha jina zuri kama huyu mwanamke mjane ambaye anasifika, alitoa kila kitu alichokuwa nacho, na leo yuko mbinguni, anafurahi maisha huko mbinguni. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.